Naam, asante Fatuma Hassan kwa kutujuza habari za kitaifa, kimataifa na biashara. Na sasa ni wasawa habari za michezo na burudani. Tayari niko hapa golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Ligi kuu soka Tanzania bara itaendelea kesho kwa timu ya Fountain Gate FC watakipiga dhidi ya Namungo FC, mchezo ambao utapigwa kwenye dimba la Tanzanite kwa mkoani Manyara majira ya saa 10 kamili za jioni. Wakizungumza na waandishi wa habari za michezo mapema hii leo, makocha wachezaji wameeleza kukamilika kwa maandalizi ya mchezo huo, huku akikiri ugumu wake, lakini kila upande ukiahidi kuibuka na alama 3 muhimu. Dakika 90 zitakuwa sio nyepesi kwa aina ya kalba ya wachezaji ambao wanajuana za timu zote mbili, lakini namaanisha pia benchi letu, benchi la ufundi, yani namaanisha sisi wa Fountain Gate pamoja na Namungo. Tunakwenda kukutana na walimu ambaye ni wabunifu na wana uzoefu kwenye ligi kuu, lakini yote kwa yote tumejipanga kutafuta matokeo na kupata pointi 3 kwa ajili ya kuipambania timu yetu. Na mechi itakuwa ngumu kufuatia Namungo wachezaji wazuri, na pia ukifikiria sisi tupo nyumbani. Kwa hiyo malengo makubwa nyumbani kupata ushindi ili kwenda kwa sehemu nzuri zaidi. Tunajua kabisa mechi yetu ya kesho tunacheza ugenini, tunacheza na Fountain Gate ambao wanacheza nyumbani kwao, na wakiwa kwao wanakuwa ni timu ya aina gani. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri sana kucheza mchezo huo kwa kujua kwamba ni mechi ambayo itakuwa ngumu na yenye ushindani. Tunawaheshimu sana Fountain Gate kwa sababu ni moja ya timu nzuri mwenye wachezaji vijana. Kwa hiyo naamini kabisa mechi ya kesho itakuwa na ushindani, lakini maandalizi mazuri ili ya kuweza kufanya vizuri na kupata matokeo yaliyokuwa mazuri yamekamilika. Lengo la kuja hapa Babati ni kufuata alama 3. Kwa hiyo inshallah kwa uwezo wa Mungu, mchezaji wa kila nafasi yake na benchi la ufundi, kila mtu atajitolea kwa kadri ya uwezo wake hadi tuweze kupata pointi 3 kuweza kuendeleza muendelezo wetu mzuri wa kuchukua alama 3. Tuelekee jijini Arusha ambapo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo ambaye pia ni mbunge wa Arusha mjini Paul Makonda amesema mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027 ni fursa kubwa kwa vijana kujipatia kipato na kuchochea ukuaji wa sekta ya utalii pamoja na uchumi wa jiji la Arusha. Makonda amesema hayo alipohutubia maelfu ya wananchi waliojitokeza kumpokea na kumsikiliza katika viwanja vya Ngarenaro jijini Arusha. Kila kijana mwenye kipaji katika jiji la Arusha anakuwa mfano kwa Tanzania. Naomba mkae mkao wa kula. Naomba ndoto mlizokuwa nazo miaka mingi muamini ya kwamba nuru iko mbele yenu. Niwaombe sana msipoteze muda kwenye mambo yasiyotengeneza pesa. Potezeni muda kwenye mambo yanayotengeneza pesa. Nilitangaza kule wizarani ya kwamba tunapoelekea kwenye AFCON tunataka kila sekta ya burudani ijiandae. Nimeona hapa mama zangu, nimeona mpaka kaka zangu, kwaya, ngoma, wachoraji. Tunakwenda kuwashindanisha wasanii wa Tanzania na kikundi bora, mwimbaji mmoja mmoja, mwimbaji katika kikundi, dansa katika kikundi, dansa mmoja mmoja, mchoraji bora watapongezwa, watatambulika, na hao watahusika kwenye mashindano yote ya AFCON na tutawalipa pesa itakayobadilisha maisha yao. Niwaombe wa Tanzania mjiandae, lakini wana Arusha pia, faida mlionayo msiliangushe mbunge wenu. Hakikisheni mnatumia vipaji ambavyo Mungu amewapa kujenga uchumi wenu, kwa kuwa Daktari Samia ameshatengeneza mazingira. Haya, AFCON hiyo ambayo iko mlangoni. Kwingineko ni kwamba msajili wa vyama vya michezo nchini Abel Ngilangwa amewataka viongozi wapya waliochaguliwa na chama cha Netball Tanzania CHANETA kuhakikisha wanasimamia ipasavyo vyama vya netball vya wilaya na mikoa sambamba na kufanya maboresho ya katiba ya chama hicho. Taarifa zaidi na Witness Ngalawa Wingateleza. Amezungumza hayo mara baada ya kuapishwa kwa viongozi wa CHANETA waliochaguliwa katika uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 1 Februari mwaka 2026 katika ukumbi wa chuo cha mipango jijini Dodoma. Abel Ngilangwa ambaye alikuwa mgeni rasmi
Akimwakilisha katibu mtendaji Baraza la Michezo la Taifa BMT, amewapongeza viongozi waliochaguliwa katika uchaguzi wa chama cha Netball Tanzania, huku mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi CHANETA Allen Alex amesema uhai wa chama unatokana na wanachama wake. Tunawasisitiza katiba mkaziboreshe, zisinufaishe watu wachache. Pia katiba hizo na maboresho hayo yazingatie sheria na sera ya michezo. Jambo la kwanza na la muhimu, uhai wa chama ni wanachama wake. Kama hamna wanachama, kama hamna mikoa, maana yake mtakaa kama walivyokaa hao miaka 4 wa kuitisha mkutano mkuu. Mtakuja kukutana hapa miaka 4 ya uchaguzi. Tunajua sasa hivi chama kina hali mbaya. Naye mwenyekiti wa chama cha Netball Tanzania Stella Mwangomale amewashukuru wajumbe wa mkutano mkuu kwa imani kubwa na kusema kuwa uongozi mpya hautowaangusha wajumbe, kwani nafasi walizopewa watatumia kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha watatafuta vyanzo mbalimbali vya mapato kwa ajili ya maendeleo ya mchezo wa netiboli nchini. Sitamani tena tuwe midomoni mwa watu katika mtizamo hasi. Naomba zile platforms zetu tunazozitumia, makundi yetu yale, zile groups za WhatsApp ziwe kwa kujadili issues za netball. Niwaombe sana, kwa kuwa viongozi wa mikoa wote mko humo, nawaomba sana utakayeingia mle, jadili issues za maendeleo ya netball. Sambamba na hilo, mwenyekiti mpya wa chama cha Netball Tanzania ameitaka mikoa yote kuhakikisha inalipa ada za chama pamoja na ada za Baraza la Michezo la Taifa BMT ili kuimarisha uendeshaji wa shughuli zote za kimichezo kwa ufanisi. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa, na hii ni Channel 10+. Taarifa ya Witness Ngalawa alimaarufu kama Winga Teleza inatuweka nukta kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa habari za michezo medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Mshambuliaji nyota raia wa Ufaransa Karim Benzema amejiunga rasmi na klabu ya Al Hilal ya Saudi Arabia baada ya mvutano wa muda mrefu na klabu yake ya Al Ittihad, huku chanzo kikitajwa ni mgogoro wa kimaslahi. Benzema mwenye umri wa miaka 38 amewahi kushinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa kiume ya Ballon d'Or mwaka 2022 akiwa na klabu ya Real Madrid. Ameondoka katika klabu ya Al Ittihad na kujiunga na Al Hilal kwa mkataba wa miezi 18 hadi Juni mwaka 2027 baada ya kukataa mkataba mpya wa klabu yake ya zamani. Klabu ya Al Hilal imetangaza rasmi kupitia mitandao ya kijamii ya kwamba Benzema sasa ni mchezaji wao mpya alipoweka saini makubaliano hayo ya uhamisho huru. Benzema amekuwa mtu muhimu nchini Saudi Arabia akiongoza Al Ittihad kushinda ubingwa wa ligi pamoja na kombe la mfalme msimu uliopita na kupata heshima kubwa licha ya mvutano wa mkataba. Mshambuliaji huyo mzoefu anatarajiwa kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji ya Al Hilal chini ya kocha Simone Inzaghi, ambayo inaongoza msimamo wa ligi na kusakataji la ligi pamoja na mafanikio ya bara la Asia. Witness Matiku, Channel 10 michezo kimataifa. Asante Witness Matiku kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa. Na sasa ni wasaa habari za burudani, ambapo mwigizaji kutoka Mexico Geraldo Terracina alijipatia maarufu zaidi kupitia filamu kama Narcos na Apocalypto amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 55. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, Geraldo amefariki dunia kufuatia mshtuko wa moyo. Terracina alijipatia maarufu mkubwa kupitia filamu maarufu za kimataifa zikiwemo Apocalypto, Man on Fire, The Mexican na Sin Nombre, pamoja na kufikia kizazi kipya cha watazamaji kupitia tamthilia maarufu ya Netflix Narcos Mexico. Taarifa za kifo chake zimethibitishwa rasmi na chama cha kimataifa cha uigizaji cha Mexico, ambacho kimetoa tamko rasmi kikieleza masikitiko makubwa kufuatia msiba huo. Geraldo Terracina alitambulika kimataifa kwa uigizaji wake wenye nguvu, umakini mkubwa na uwepo mzito katika filamu, akijenga taaluma iliyovuka mipaka ya sinema ya Mexico, Hollywood pamoja na majukwaa makubwa ya utayarishaji wa filamu duniani. Bwana ametwaa na sisi
wote tutapita njia moja. Kufikia hapo hatuna ziada kutoka kwenye chumba chetu cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, nirejeshe matangazo hayo kwake Fatuma Hassan kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus.